Karibuni wapenzi wa ufugaji, tuendelee kujifunza mbinu bora za ufugaji wa wanyama mbalimbali. Hapa leo tunaangalia sehemu ya kula chakula mbuzi wanapotoka machungani. Kama unavyoona hapa wanakula chakula. Haya ni majani ya kunde au tuseme mmea wa kunde kama unavyoona na wengine wanaofahamu. Kwa hiyo wamewekea hapa na hapa wametoka kuchunga. Kwa hiyo baada ya kuhangaika huko kupata majani mbalimbali, wanarudi nyumbani kabla ya kuingia bandani kupumzika, wanakuta wamewekewa chakula kama hii. Na hii mimea ni mizuri kwa sababu ni jamii ya mikunde, ina viinilishe muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mbuzi. Namuona baba mwenye nyumba huyo hapo. Iko vizuri kabisa, dume la mbegu. Kwa hiyo mwenzetu tuone jinsi alivyojenga. Kama unavyoona ameweka miti hiyo hapo, ameibananisha ukutani, anaweka chakula. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia mtu anaweza akafanya kwenye banda lake. Na kama tulivyojifunza kwenye mafunzo mengine ni kwamba unaweza kuweka pia foot bath, ikiwa kazi yake ni ile ile kama tulivyojifunza. Unaweka maji yenye dawa, wanyama wanapoingia humu ndani, na wewe unayehudumia unakanyaga hapa, unazuia vimelea kuingia kwenye banda lako, lakini pia unazuia vimelea vilivyoko kwenye banda visitoke nje. Na pia kwenye ujenzi wa banda la mbuzi, kama unavyoona hili banda limejengwa vizuri, lina madirisha ambayo yanaingiza mwanga na hewa, lakini pia kwa ndani kumejengwa kichanja maalum kwa ajili ya kufugia mbuzi. Kama ambavyo tunajifunza mara zote na wengine tayari wanajua kwamba mbuzi kwenye banda lao sharti liwe juu, yani utengeneze kichanja. Na huyu mwenzetu hapa ametumia akili ya ziada pia kwamba hapa chini akiamua kubadilisha matumizi ya hili banda anaweza kuondoa tu hicho kichanja, alafu likabaki banda hapa chini kwa ajili ya kufugia kuku na kitu kingine. Kwa hiyo unaweza pia kufanya mfumo wa namna hii, unaona Kwa hiyo kutoka kwenye paa unashuka chini, unaweka hiki kichanja, na kutoka kwenye usawa wa sakafu mpaka hapo kwenye usawa wa tuseme msingi wa kichanja ni kama 1.5 mita hivi. Tunajifunza mara zote kwamba ukiweka nafasi kubwa hapa chini, kadiri nafasi inavyokuwa kubwa ndivyo inavyokuwa rahisi kwa mtu kuingia huku ndani kwa ajili ya kuzoa ama kusafisha hiyo samadi ya mbuzi. Na hivyo mbuzi wakikaa kwenye kichanja kama hivi wanakaa kwa raha, kwa sababu kama ukiangalia hapa chini hii yote ni mikojo. Kwa hiyo hii mikojo na hizo samadi zao, karanga zao zingekuwa zinakaa hapa juu ambapo wanakaa, ni rahisi sana kutengeneza au kuweka mazingira ya vimelea kukua au kuwepo. Kwa hiyo pakiwa pakavu inasaidia vimelea kuwa vichache, lakini pia inasaidia tunaita animal welfare, yani hali ya mbuzi wanakuwa na hali nzuri kwa sababu wanalala sehemu nzuri ambayo ni kavu. Na huyu mwenzetu ametumia mabanzi, na kama unavyoona kumeachwa nafasi, na hizo nafasi kazi yake ni kuruhusu hizi karanga ziweze kudondoka chini ili mahali hapa pawe pasafi na pawe pakavu kwa ajili ya mbuzi kukaa. Na kama unavyoona hapa kuna ngazi, kwa hiyo unapopanda kwenye banda unakuwa na ngazi wewe unayehudumia, lakini pia kwa ajili ya mbuzi wenyewe. Na kama ukiangalia utagundua kwamba hii ngazi imewekwa hizi mbao. Hizi mbao sio kwa ajili tu ya kutengeneza hii ngazi, lakini pia ni kwa ajili ya kuruhusu mbuzi wanapopanda wanakanyaga humu kwenye nafasi. Kwa hiyo akiweka kwato hapa anapanda, akiweka kwato hapa anapanda. Ukiweka tu bila kuweka hivi wanateleza kama ambavyo unaona. Kwa hiyo limetengenezwa kwa ustadi mzuri sana na huyu mfugaji amefanya vizuri. Kwa hiyo mbuzi wake watakuwa vizuri, watakuwa katika hali nzuri, na magonjwa yanayosababishwa
na kuwepo kwa unyevunyevu bandani kwa asilimia kubwa anakuwa ameyaepuka, hasa kwenye tatizo la kwato. Kunapokuwa na unyevu na karanga kama hivi, inasababisha vimelea vinavyokuwepo chini ya sakafu pia vinashambulia kwato, kwa sababu kwato ndio mara nyingi zinakuwa ziko chini, au tuseme zinakanyaga kwenye huo unyevunyevu. Kwa hiyo hivi ndivyo unavyoweza kujenga banda la kufugia mbuzi au kondoo. Lakini pia hapa cha kujifunza ni kwamba unaweza kujenga banda kwa ajili ya kufugia mfano kuku, lakini baadaye ukalimodify au ukafanya kama alivyofanya mwenzetu akafugia mbuzi. Au unaweza kujenga tu kwa ujumla, lakini ukafugia mbuzi namna hii. Hapa ameweka kwamba siku akiamua anabadilisha matumizi ya hili banda, anaondoa tu hiki kichanja, inabaki tu banda ambalo lina sakafu ya kawaida. Kwa hiyo asanteni sana kwa kutazama, tutaendelea kujifunza. Kama hujasubscribe bado, tafadhali fanya hivyo na bonyeza alama ya kengele ili usikose mafunzo mengine. Lakini pia namba yangu itakuwepo kwa wale wanaohitaji ushauri zaidi wa kujifunza mbinu bora za ufugaji. Karibuni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante kwa kutazama.